كريبوني الله يا حبيبي الله أكبر الله كبير الله غني. Utabiri mkubwa wa mwaka 2026. Nyota ya Simba leo tutaitizamia. Nyota ya Simba leo, nyota ya Shams. Utabiri mkubwa wa mwaka 2026 yatakayojiri katika mwaka huu. Mwaka wa moto wa ndani, si wa makelele ya nje. Utangulizi wa kina roho ya Simba mwaka 2026. 2026 si mwaka wa kawaida kwa nyota ya Simba. Ni mwaka ambao jua Shamsi, sayari yako tawala, linaongoza kwa njia ya ndani zaidi kuliko ya nje. Watu wengi wa Simba watahisi kana kwamba mambo yakimbie kwa kasi walivyotarajia, lakini si adhabu, ni mpango wa kimaumbile kukuandaa kwa hatua kubwa zaidi. Simba ni kiongozi wa asili, lakini mwaka 2026 inakuuliza, je, unaweza kuongoza bila kushangiliwa? Je, unaweza kuwa na nguvu bila kushindana? Je, unaweza kushindana bila kumdharau mwingine? Majibu ya maswali haya yataamua hatima yako ya kifedha, kimapenzi na kiroho kwa miaka ijayo. Sehemu ya kwanza, mzizi wa maisha, utambulisho wa nafsi, mabadiliko ya ndani. Simba wengi watahisi mabadiliko ya tabia, kupenda ukimya, kuchoka na kelele, kuwa makini na watu wanaowazunguka. Hii ni ishara kwamba nguvu yako inabadilisha mwelekeo kutoka nje kwenda ndani. Somo kuu la nafsi. Simba wa kweli hatangazi meno, anajulikana kwa uwepo wake. Ukikubali somo hili mapema, mwaka utakuwa mwepesi. Ukilipinga, mwaka utakuwa mzito, lakini wenye mafundisho makali sana. Sehemu ya pili, kipato, biashara, kadhi na fedha. Mwanzo wa mwaka Januari, Machi, hali ya kifedha inaonekana kusimama au faida kuwa ndogo kuliko matarajio. Hii ni kipindi cha kupanga upya, kufungua miaya ya matumizi, kujifunza kabla ya kupanua. Onyo la mapema: epuka mikopo ya haraka. Biashara za kupata leo, rudi kesho. Rafiki anaweza kukushawishi vibaya kifedha. Kipindi cha kuamka April, June, fursa zinaanza kuonekana. Kazi mpya, mteja mpya, wazo la biashara lisilosahaulika. Simba anayesubutu kwa mpango, si pupa, atapata faida. Biashara zenye baraka, elimu, uongozi, mafunzo ya watu, sanaa, sauti, mawasiliano, kazi za kujitegemea. Naam, ndugu yangu, tunaendelea kuichambua nyota ya Shams au nyota ya Simba, au tunasema nyota ya jua. Leo kilele cha kipato, Julai Septemba. Huu ni msimu wa mavuno. Mapato yanaweza kuongezeka ghafla, lakini Julai ina hasara kwa Simba wasioangalifu. Usifanye maamuzi haraka. Kanuni ya dhahabu. Faida ya Simba mwaka 2026 ipo kwenye nidhamu, si ujasiri wa ghafla. Mwisho wa mwaka Oktoba, Disemba, fedha zinatulia. Msingi wa mwaka 2027 unawekwa. Simba aliyevumilia ataanza kuona heshima, uaminifu wa watu, mapato yanayodumu. Yani ukimalizika mwaka huu kuja huko. Sehemu ya tatu, mitihani ya maisha, majaribio ya kiroho. Mwaka 2026 ina mitihani mitatu mikubwa. Mtihani wa subira, mambo kuchelewa, majibu yasiyokuja haraka, kukataliwa kimya kimya bila kujitambua. Mtihani wa hasira, maneno ya watu, kutoheshimiwa, yani kutoheshimiwa, kupuuzwa kabisa. Mtihani wa kiburi, kujiona unajua sana, kukataa ushauri, kupuuza ishara. Ukivuka mitihani hii, kiwango chako cha maisha kinapanda, adui anazoofika, tena anaweza kuangamia. Baraka zinafunguka polepole za mababu na mabibi. Sehemu ya 4, mapenzi, ndoa na mahusiano. Simba asiye na mwenza. Mwaka 2026 si mwaka wa mahusiano mengi, ni mwaka wa kuchagua, kutambua nani anakupenda kweli. Mapenzi ya kweli, Aprili hadi Agosti. Mtu mwenye heshima, si kelele. Simba aliye kwenye uhusiano wa ndoa, mwaka wa marekebisho. Maneno yanaweza kuumiza, ukimya unaweza kuponya. Onyo la mapenzi: wivu, hisia za kumiliki, kutaka kuthaminiwa kupitia kiasi.
Mapenzi ya Simba mwaka 2026 yanahitaji hekima kuliko moto. Sehemu ya 5: chuki, fitina na maadui. Adui wa Simba mwaka 2026 sio wazi, ana tabasamu, ana taarifa zako, hutokea kazini, kwenye familia, kwenye marafiki wa karibu. Kuwa makini juu ya maadui hao. Kinga yako: nyamaza zaidi, nyiradi, dua, hata herizi. Fanya mengi bila kutangaza. Linda mipango yako. Sehemu ya 6: mafanikio, heshima na jina. Mafanikio hayaji kwa kishindo, yanakuja kwa uthabiti. Mwisho wa mwaka, Simba anaheshimiwa, anaaminika, anatazamwa kama kiongozi wa kweli. Hitimisho la kina: ujumbe wa Shams kwa mwaka 2026. Mwaka huu si wa kuonekana tu, bali ni mwaka wa kuimarika. Simba anajitawala, utawala dunia bila kupigana vita. Naam, ndugu yangu, hakika tumejifunza na kuweza kuyatambua hasara na faida kupitia nyota hii ya Shams au nyota ya Simba au nyota ya jua ama nyota ya moto, inayotokana na athari zinazopatikana mwaka huu 2026. Tumeweza kujua athari zake na faida zake. Ndugu yangu, tutaendelea video moja kuweza kuichambua nyota zetu, nyota za zodiac. Leo tunamalizia nyota ya Simba, tutakuja kuizungumzia nyota ya Utaridi ambao ni mlango wa Utaridi wa Sumbula na pamoja na Jauzai. Ahsantum, tuonane katika kipindi chingine.